Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Asubuhi ilianza kwa sauti ya ndege waliokuwa wakiruka juu ya matawi marefu, wakipokezana milio kama salamu za siku mpya. Ukungu mwepesi ulitanda juu ya kijiji cha Maboma, ukiwafanya waonekane kama kivuli kinachoishi ndani ya pumzi ya msitu. Jua lilianza kupenya taratibu kati ya majani makubwa, likitoa mwanga wa dhahabu uliogusa nyuso za watu waliokuwa wakiamka polepole. Lengo, sasa akiwa kiongozi wa Maboma, alifumbua macho yake ndani ya kibanda chake cha majani kilichojengwa kwa ustadi wa matawi na mizizi iliyofungwa kwa nyuzi za mimea. Hakukuwa na kelele za hofu wala taharuki, kulikuwa na utulivu uliokomaa, utulivu wa watu wanaoishi kwa maelewano na ardhi yao. Siku hiyo haikuwa ya uwindaji. Kwa wiki kadhaa walikuwa wameamua kupumzisha ardhi na viumbe wake. Walijifunza kutoka kwa mababu kwamba kuna nyakati za kuchukua na kuna nyakati za kuacha. Hivyo maisha yao yalijikita katika kazi nyingine: kukusanya matunda yaliyoiva, kuimarisha vibanda, kutengeneza zana mpya na kusherehekea uhai wenyewe. Wanawake wa Maboma waliamka mapema, wakielekea kwenye sehemu ya miti yenye matunda mazito. Walitembea kwa mpangilio wa makundi madogo, wakizungumza kwa sauti za chini huku wakicheka kwa furaha ya kawaida. Watoto waliwafuata, wakijifunza namna ya kutambua tunda lililoiva vizuri na lile ambalo bado halijakomaa. Hakukuwa na kufundisha kwa maneno makali. Kila somo lilikuwa hadithi, kila hadithi ilikuwa hekima. Katikati ya kijiji, wazee walikaa chini ya mti mkubwa uliokuwa kitovu cha Maboma. Mti huo uliitwa Moyo wa Ardhi. Mizizi yake ilichomoza juu ya udongo kama mikono ya mzee anayekumbatia kizazi chake. Hapo ndipo walifanya maamuzi, walitoa ushauri na kusikiliza ndoto za vijana. Lengo alifika pale akiwa kimya. Hakutaka kuonekana kama kiongozi wa amri, bali kama sehemu ya mduara wa maisha. Aliketi chini, akasikiliza Mama Sira akisimulia kuhusu wakati ambapo ukame uliwahi kukumba jamii yao miaka mingi iliyopita. Aliwaambia jinsi walivyojifunza kuhifadhi matunda kwa kuyakausha juu ya mawe yaliyooshwa na jua, na jinsi walivyogawana kila kitu bila ubinafsi. Maisha ya Maboma yalijengwa juu ya mgawanyo wa haki. Hakukuwa na mtu aliyekuwa na chakula kingi kuliko mwingine. Mtoto wa yatima alilelewa na kijiji kizima. Mwanamke aliyekuwa mjamzito hakufanya kazi nzito. Alizungukwa na wenzake waliomsaidia hadi siku ya kujifungua ilipofika. Mchana ulipokaribia, sauti za watoto zilijaa hewani. Walicheza michezo ya kuruka juu ya mizizi mikubwa, wakijaribu kusawazisha miili yao kama wanyama wa porini. Wengine walijifunza kuchonga vipande vya kuni kuwa vinyago vidogo vilivyowakilisha roho za miti na mito. Ubunifu haukuwa wa urembo tu, ulikuwa njia ya kuwasiliana na mazingira yao. Ndani ya vibanda, baadhi ya wanawake walitengeneza shanga kutoka mbegu ndogo za rangi. Kila shanga ilikuwa na maana. Rangi nyekundu iliwakilisha nguvu ya damu, nyeupe ilimaanisha amani, kijani ilikuwa uhai wa msitu. Walifuma mikufu na vikuku si kwa ajili ya urembo tu, bali kama kumbukumbu ya hadithi za familia. Jioni ilipokaribia, upepo ulileta harufu ya udongo uliopoa. Lengo alikusanya vijana chini ya mti wa Moyo wa Ardhi. Leo hakuwafundisha kupigana wala kuwinda, aliwafundisha kusikiliza. Aliwaambia wakae kimya kwa muda, wasiseme kitu chochote, wasifanye ishara yoyote. Msitu unaongea, aliwaambia kwa sauti ya chini, lakini unasikika tu kwa wale wanaonyamaza. Dakika zilipita. Mwanzo vijana walicheka kwa aibu, lakini polepole sauti za nje zikaanza kusikika, upepo ukigusa majani, mbende yakitembea juu ya gome, mbali sana sauti ya maji yakidomboka kutoka kwenye mwamba. Walianza kuelewa kuwa kuishi si kukimbia kila mara, ni kujua pia wakati wa kusimama.
Usiku ulipofika, moto mkubwa uliwashwa katikati ya kijiji. Moto huo haukuwa wa kupika pekee, ulikuwa kiini cha umoja. Maboma walizunguka moto huo, wakipiga ngoma kwa midundo ya polepole, wakicheza na hatua zinazofanana na mwendo wa wanyama waliowaona kila siku. Ngoma haikuwa burudani tu, ilikuwa sala, ilikuwa mawasiliano na ardhi. Mwanamke mmoja kijana alisimama katikati ya duara, akicheza kwa ustadi, mikono yake ikichora maumbo hewani kama matawi yanayocheza na upepo. Hakukuwa na ushindani wala ujivu. Kila mtu aliona uzuri wake kama uzuri wa kijiji kizima. Kadri siku zilivyopita, Maboma waliendelea kuimarisha maisha yao ya ndani. Walipanua sehemu ya bustani ya mimea ya dawa karibu na kijiji. Walijifunza kupanda mbegu za matunda karibu na makazi yao ili wasitembee mbali sana. Walitengeneza mfumo wa kukusanya maji ya mvua kwa kutumia majani makubwa yaliyopangwa kwa ustadi, maji yakitiririka hadi kwenye mashomo yaliyohifadhiwa na mawe. Watoto walifundishwa historia yao kwa njia ya maigizo. Walivaa vinyago vya mawe vilivyochongwa kwa mawe, wakicheza hadithi za mababu waliogundua chemchemi ya kwanza ya maji safi. Kila kizazi kilijua kuwa wao ni sehemu ya mnyororo mrefu wa uhai. Kulikuwa na changamoto pia. Siku moja upepo mkali uliangusha baadhi ya vibanda. Hakukuwa na lawama. Wote waliinuka pamoja, wakakusanya matawi mapya, wakajenga tena. Katika kufanya hivyo, walicheka, waliimba, walifanya kazi kama mwili mmoja wenye mikono mingi. Katika msimu wa mvua, kijiji kilifunikwa na kijani kibichi zaidi. Maji yalitiririka kwa wingi na Maboma walifurahia kuoga chini ya mvua bila hofu. Waliona mvua kama baraka, wakisimama na mikono juu, wakiacha matope ya waguse kama baraka ya moja kwa moja kutoka angani. Muda ulisonga bila wao kuuhesabu kwa siku wala miezi. Walipima muda kwa mabadiliko ya maua, kwa ukuaji wa watoto, kwa kuzeeka kwa wazee. Lengo alikuwa kiongozi anayesikiliza kuliko kuamuru. Alijua kuwa nguvu ya Maboma haikuwa katika silaha, bali katika umoja wao. Miaka ilipita na kizazi kipya kikaanza kuchukua nafasi ya wazee waliokuwa wakipumzika milele chini ya moyo wa ardhi. Lakini hakuna kitu kilichopotea. Hadithi zilibaki, nyimbo zilibaki, na zaidi ya vyote, heshima kwa msitu ilibaki. Maboma waliendelea kuishi kama pumzi ya msitu. Hawakutafuta zaidi ya walichohitaji, hawakutamani zaidi ya walichokuwa nacho. Maisha yao yalikuwa ya mzunguko: jua kuchomoka, kazi za mchana, hadithi za jioni, ndoto za usiku. Na ndani ya kina cha msitu huo huo, bila kuingiliwa na mtu yoyote wa nje, bila kukimbia wala kupigana, Maboma waliendelea kuwa kile walichokuwa siku zote: jamii iliyojengwa juu ya uhai, heshima na upendo wa pamoja. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.